Kwanza, niatake mashirika na taasisi kuongeza ubunifu kwa lengo la kuongeza ufanisi katika utendaji na kutatua changamoto zinazowakabili. Nafahamu kuwa taasisi zina changamoto mbalimbali, lakini changamoto kubwa ni suala la upatikanaji wa mitaji. Kwa upande wake, serikali imeongeza uwekezaji kwa 32% kufikia shilingi trilioni 86.29, lakini bado mahitaji ni makubwa. Sasa mageuzi haya ni pamoja na kuwa wabunifu. Tusisubiri serikali itatue kila changamoto inayotukabili kwenye taasisi zetu. Tutumie fursa mbalimbali zinazotuzunguka katika kutatua changamoto hizo, ikiwemo kuingia kwenye soko la mitaji na kuongeza ushiriki wa wananchi. Na hapa nimwombe msajili wa hazina kwamba uendelee kufanya utafiti ili kujua na kubainisha taasisi zenye mwelekeo na viwango wa kuingia kwenye soko la mitaji ili ziende zikachume mtaji huko badala ya kutegemea mtaji wa serikali peke yake. Na hii itaipunguzia serikali mzigo mkubwa wa kulisha mashirika yake. Kiingia huko mtaweza kupata mitaji kupitia njia hiyo. Lakini la pili ni kuagize tena msajili wa hazina pamoja na viongozi wote wa mashirika na taasisi za umma kuimarisha matumizi ya tehama. Hii imetupa uhakika kwamba tukijiingiza kwenye matumizi ya tehama tunakusanya zaidi na tunakuza ufanisi kwenye mashirika na taasisi zetu. Kwa hiyo tuendeni tukatumie tehama ili kuongeza uwazi, lakini kama nilivyosema, kuongeza ufanisi na tija katika kutekeleza majukumu yetu na kutoa huduma. Katika hili pia niwatake viongozi wote kuhakikisha mifumo ya tehama iliyopo inaenda kuhuishwa ili iweze kuwa na mlingano mzuri wa taarifa na kuongeza tija kwa taasisi zetu. Jambo jingine kwa msajili wa hazina ni utekelezaji wa majukumu yote ya taasisi unategemea sana ubora wa rasilimali watu. Hivyo na kuagiza msajili wa hazina kuendelea na jitihada za kuwajengea uwezo watendaji wakuu na watumishi wote katika nyanja mbalimbali ili kuongeza tija kwa taasisi zetu. Jambo la 4, tumefahamishwa kwamba serikali imefanikiwa kukamilisha majadiliano yaliyoongeza kampuni za madini, ambapo serikali ina hisa kutoka kampuni 4 mwaka 2020 hadi sasa kampuni 12 kote tuna hisa kwa sasa. Ni hatua muhimu katika kuhakikisha Watanzania wanafaidika zaidi na rasilimali madini ambayo iko nchini kwetu. Hivyo basi, ikiwemo kampuni ya Twiga ambayo imefanya vizuri leo. Hivyo nikutake msajili wa hazina kusimamia ukamilishwaji wa majadiliano ya mikataba na kampuni nyingine zote za madini ili umma ufaidike zaidi na sekta hii. Jambo la 5 ni maagizo kwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji kwamba uendelee kusimamia ukamilishwaji wa sheria kama nilivyosema ya uwekezaji wa umma ili kuhakikisha kuwa azma iliyokusudiwa ya kuimarisha usimamizi na uwekezaji wa serikali na kuwa na mfuko wa uwekezaji inafikiwa vizuri. Kwa jina lolote mtakaloita, sovereignty fund, sijui mfuko wa uwekezaji, jina lolote ambalo halitaleta utata kisheria ndani ya nchi yetu. Sababu najua kipengee kimoja kinachochelewesha hii sheria ni huo mfuko. Lakini pia mamlaka msajili wa hazina, kwa fateni sheria, angalieni jinsi mnavyoweza kuiweka vizuri ili sheria iende bungeni ipite na tuanzishe huo mfuko wa uwekezaji. Ndugu viongozi, nimalizie kwa kusema kuwa kote duniani mashirika ya umma yamekuwa nguzo muhimu katika kuchochea maendeleo, na katika baadhi ya nchi ndio yanayotoa mchango mkubwa zaidi kwenye pato la taifa. Gawio tunalolipokea leo au tulilolipokea leo ni kielelezo cha juhudi, uwajibikaji na uadilifu wetu
katika kusimamia rasilimali za umma na ni mrejesho kwa mageuzi na maboresho ambayo tumeanza kuyafanyia kazi kwenye mashirika yetu ya umma yanaleta matokeo. Lakini jinsi tunavyopandisha gawio kutoka kwenye mashirika ndivyo jinsi ulimwengu utatuheshimu, kwamba tumejua mapungufu yetu, tumerekebisha na sasa tunaanza kujitegemea ndani. Na ile mkono wa ngaie utakuwa unarudi kidogo kidogo. Mfano mzuri ni kwa TPA, ambapo baada ya kuwezeshwa na kuifanya bandari moja tu ya Dar es Salaam, nadhani na Tanga sasa hivi kuwa zinafanya kazi vizuri, wameweza kushift mzigo mkubwa wa gharama kwa wale private sector tuliowaweka pale. Hawa sasa hawajibiki kununua mitambo ya kushushia wala nini. Ni operation, administration na kuhakikisha huduma zinazohitajika na yale mashirika yaliyoko pale, wale wageni, zinapatikana. Lakini jengine, kwa sababu wameondosha mzigo wa cost ya kuendeleza bandari, wao sasa ya kununua vitu vya kuipa hadhi bandari, wao sasa watajielekeza kwenye kuweka miundombinu ya kuongeza bandari yetu ili wawekezaji zaidi waingie, mizigo zaidi ije na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunapoboresha, mkikusanya zaidi, mashirika yanajijenga, lakini na serikali inapata zaidi. Kwa hiyo hilo ndio lengo hasa kubwa ambalo serikali tumejipangia kuelekea. Hivyo basi tuendelee kutimiza wajibu wetu wa kusimamia vyema utendaji wa taasisi tunazoziongoza ili wananchi waone faida ya uwekezaji kwenye mashirika na tuongeze mchango wetu kwenye pato la taifa kwa ujumla. Mageuzi haya ni hatua. Tulipo leo siko tulikotoka kwa kiasi kikubwa sana. Miaka mitatu hii tuliosema tunashughulika vilivyo na mashirika ya umma, mlioko kwenye mashirika mnajua mmepiga hatua kubwa sana. Mageuzi yamewapa sura nyingine. Angalau sasa mwanga unaonekana kwa yale mashirika ambayo yamebadilika kabisa, lakini ambayo yamo kwenye safari ya kubadilika. Yote kwa aina fulani, tulipo leo sipo tulipokuwa juzi na jana, tumebadilika. Lengo letu ni kuyafanya mashirika yakope kwa uwezo wao wa kifedha, wakope kwa financial statement zao, ili tupunguze mzigo wa mkopo kwa hazina, tupunguze mzigo wa deni la taifa. Mashirika kama TPDC, TPA wanaweza sasa kukopa kwa kutumia financial status zao na mkopo ukawa wa kwao na sio deni la taifa, na wakafanya maendeleo makubwa tu ndani ya nchi. Huko ndiko tunakoelekea. Kwa wale mashirika sijui TASA nani, simameni, jijengeni, muweze kukopa. Na wakiona unafanya, nakumbuka mwaka juzi tuliomba mkopo World Bank kwa ajili ya bandari, kuendeleza bandari zetu. Wakaja na hoja chungu mzima kwa nini hatuwezi kukopeshwa kwa ajili ya kuendeleza bandari zetu. Lakini walivyoona maendeleo ya bandari na walivyoona bandari inavyokusanya fedha, wamekuja wenyewe wanasema tuko tayari kuwakopesha milioni 500 dola hizi hapa zipo, tunataka kuwakopesha. Mbosa kaja mbio kwangu, mama, nikamwambia tulia kwanza, usiharakishe. Hawa wameshaona kitu hapo. Kaa nao, zungumza nao, ujue wana kitu gani haswa. Wasione kwamba tunaendelea sasa wenyewe 500 ikaje katutokea puani. Nikamwambia una pesa ya kutosha kufanya development, anza mwenyewe. Ukikwama tutaangalia, je, tunakwenda huko au tunakwenda wapi? Na hiyo ndio fahari ya nchi. Hiyo ndio fahari ya nchi. Kwa mambo ni hayo. Wakikuona unafanya vizuri wenyewe wanakuja. Lakini wakikuona unasuasua huku, watakuwekea macondition na masababu chungu mzima kwa nini wasikupe mtaji. Na ndio maana nikasema jitahidini kuingia soko la mtaji.
kule wananchi wenyewe watachangia. Mtapata fedha za kuendeleza mashirika yenu na mtapata kuwarudishia wananchi fedha yao. Kwa hiyo ndio fahari tunayoitaka ya mashirika yetu, kupunguza deni la taifa, na mashirika wakope kwa balance sheet zao wenyewe na sio kupitia kwa PST. Na PST saa nyingine baada ya rangi hiyo alionayo anakuwa wa pinki. Unampelekea mahitaji, anakuambia naomba kukuona. Ukisikia naomba kukuona, anakuletea listi kwa mwezi huu na madeni ya nje ya kulipa haya. Kuna certificate zimemachua hizi. Kuna madeni ya default tulizozifanya za mahakamani. Sijui kuna nini, mishahara na nini nimeshatoa, zimebakia hizi. Sasa hili uliloniletea hili. Kwa hiyo tukimpunguzia ile tuna madeni ya nje haya, tuna nini haya, itamsaidia kukaa vizuri zaidi. Sasa ndugu zangu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu amesema siku ya maokoto sio siku ya kusema sana. Lakini mimi nimesema sana kwa faraja na furaha nilionayo.